Bwana, mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa kabisa tunakutana hapa kuweza kuhabarishana na kujuzana yale yote ya kimichezo ambayo yanazidi kuhappen kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na sisi tunakusanya taarifa huko, tunakuja kusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kubwa kuliko tunatoa pale kwenye klabu ya Yanga kwenda kutazamia kuhusiana na mchezo mzima wa hatua ya nusu finali ya michuano ya Mapinduzi Cup ambayo itatimua vumbi siku hii ya leo kwenye majira ya saa 2:30 za usiku. Klabu ya Yanga itashuka dimbani kucheza dhidi ya timu ya Singida Black Stars kwenye mchezo wa nusu finali ya michuano hiyo ya Mapinduzi Cup. Sasa mapema kocha mkuu wa timu hiyo ya Yanga Sports Club, kocha Pedro Gonçalves, yeye amekushaweza kuweka wazi jeshi la wanaume 11 ambao wataingia mzigoni kwenye kupambania nafasi ya kwenda kutinga kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya Mapinduzi Cup inayoendelea kutimua vumbi hapo visiwani Zanzibar. Na kikosi hiko amekushaweza kukiweka wazi, na mimi nitakuja kukutajia moja kwa moja ili nawe mwanamchezo wangu uweze kukifahamu ni wachezaji gani hao 11 ambao kocha Pedro ameweza kuwaweka wazi ama ameweza kuanza nao siku hii ya leo kwenda kucheza dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Lakini kabla sitakusogezea moja kwa moja kikosi ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya timu ya Singida Black Stars, labda nikukumbushe mwanamchezo wangu, kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu, kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli mwanafamilia wangu, wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama hiyo ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Maana ukifanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautaka kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya zile za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba sisi tumekushaweza kusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi kabisa mwana michezo wangu, ni kwenda kuangazia hiyo taarifa mpya tuliyokusogezea wewe na utaweza kuipata moja kwa moja kupitia hapo. Sasa kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, twende tukaangazie kuhusiana na kikosi ambacho kocha mkuu wa klabu ya Yanga, kocha Pedro Gonçalves, ameweza kukiweka wazi ndicho kitachoenda kuanza na kucheza kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Bila kupoteza muda sasa, ngoja nikakutajie naye mwanamchezo wangu uweze kufahamu jeshi la watu 11 ambao kocha Pedro Gonçalves ameweza kukitangaza kikosi chake hicho kinachokwenda kumenyana na timu ya Singida Black Stars. Kwanza kwenye press ambayo kocha huyu Pedro Gonçalves waliweza kuifanya pale siku ya jana, aliweza kugusia mambo mengi kuhusiana na mchezo husika, lakini pia akiweza kusema ya kwamba kesho anaenda kucheza mchezo miongoni mwa timu bora hapa Tanzania, na anaamini timu zote bora zimefuzwa hatua ya nusu finali, na sasa kilichobaki ni wao kutazama zaidi upande wetu ili tuweze kushinda, kwa sababu lengo letu ni kufuzu hatua ya finali. Hayo ni maneno ya kocha Pedro akiweka wazi ya kwamba timu zote ambazo zimeingia kwenye hatua ya nusu finali ni timu dume, hakuna timu iliyoingia pale kizembe. Kwa hiyo wao kama Yanga lengo lao kabisa ni kuhakikisha wanakwenda kutinga kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo ya Kombe la Mapinduzi Cup dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Lakini pia kaongeza na kusema ya kwamba tupo hapa kwa ajili ya kutoa nafasi kwa wachezaji wetu wote ili waweze kuonyesha uwezo wao, na pia kuwapa nafasi wachezaji wapya ili wazoee mfumo wetu na mazingira yetu. Tunatambua Singida watatupa mechi ngumu, lakini nina imani kwenye mchezo wa kesho tutafanya vizuri. Hivyo kocha Pedro Gonçalves lakini pia akaendelea kusema ya kwamba tuna kikosi kikubwa kinachoweza kupambana na ninaamini kitatupa matokeo. Ni kweli baadhi ya wachezaji muhimu hawapo na wengine ni majeruhi, lakini hawa tulionao wana uwezo mkubwa, ndio maana wapo hapa. Bila shaka wapo tayari kwa changamoto ya kesho. Tupo hapa kwa ajili ya kushinda. Kama unavyoona hapo kocha Pedro kila anavyoongea na gusia wao malengo yao ni kushinda na kutinga kwenye hatua ya finali ya michuano hii ya Mapinduzi Cup inayoendelea pale visiwani Zanzibar. Sasa mara baada ya kuweza kukujuza hayo, twende tukaangazie kikosi ambacho kocha Pedro Gonçalves huenda akaenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Singida Black Stars kwenye hatua ya nusu finali
ya Mapinduzi Cup inaendelea kutimua vumbi hapo visiwani Zanzibar. Kwa upande wa golikipa hapa tegemea kumuona Abutwalib Msheri akiendelea kuaminika na kusimama vyema kwenye ile milingoti mitatu ya timu ya Yanga Sports Club, maana golikipa nambari 1 Djigui Diarra yupo kwenye timu yake ya taifa ya Mali kwenye michuano hile ya AFCON. Hivyo Abutwalib Msheri tegemea kumuona hapo akisimama vyema katika lile eneo la milingoti mitatu la klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa huenda tukamuona Yawa Tola Kwasi akianza moja kwa moja kwenye eneo hilo la beki nambari 2, maana mchezaji huyu wote tunafahamu bora wake, na hata kwenye mchezo uliotoka kumalizika zidi ya TRA aliweza kuingia dakika chache ili kuweza kujiweka fiti, maana mchezaji huyu ametoka kwenye majeraha ya muda mrefu. Hivyo mara baada ya mchezo ule kuweza kujiweka fiti, huenda kocha akaanza naye moja kwa moja kulimudu ile eneo la beki nambari 2 kwenye kikosi cha klabu ya Yanga zidi ya timu ya Singida Black Stars. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Shedrack Boka katika nafasi hiyo ya beki nambari 3. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tegemea kumuona mchezaji Osmani akianza vyema na mchezaji Frank Asinki. Huyu ni miongoni mwa beki zangu na uzikubali kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga, na utulivu mkubwa, lakini pia umaili wake na uhodari wake wa kuwazuia pinzani wasilikaribie lango ama kufumania nyavu za klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tutegemee kumuona akiingia mchezaji Damaro Kamara. Hii ni miongoni mwa sajili ambayo naamini klabu ya Yanga waliweza kufikiria mbali ama kuona kitu hapa kwa Damaro, kumtoa kwenye timu ya Singida na kumleta ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga. Ni miongoni mwa viungo ambao hawana mambo mengi eneo la kati, lakini pia wana utulivu mkubwa eneo la kati wanapokuwa na mpira, hata ukiangalia namna ambavyo anakaba. Kwa hiyo sina shaka kumuona huyu Damaro akianza katika eneo la kiungo nambari 6. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tegemea kumuona mchezaji Max Nzengeli kulingana na uhitaji wake ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga kwenye mchezo husika dhidi ya Singida Black Stars. Bila shaka kocha Pedro moja kwa moja ataanza na Max Nzengeli. Lakini kwa upande hapa wa kiungo nambari 8 Duke Ogabuya atasimama vyema katika eneo hilo hapo la kiungo nambari 8 ndani ya klabu ya Yanga, kwa sababu mara nyingi kocha alikuwa anazungumzia sana kuhusiana na ujio wa kiungo nambari 6 ili aweze kumchezesha Duke Abuya katika eneo la kiungo nambari 8. Ndio maana sasa hivi Duke Ogabuya ameweza kusogezwa juu mpaka kwenye eneo la kiungo nambari 8. Lakini kwa upande sasa wa mchezaji nambari 9 ambaye atasimama hapa tegemea kumuona Emmanuel Mwanengo, kwa sababu huyu ni mchezaji ambaye analimudu eneo la ushambuliaji, hivyo ataanza moja kwa moja ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa mchezaji nambari 10 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Dumbia. Bila shaka kocha anaweza akafanya mabadiliko kidogo kwa kumuingiza mchezaji huyo. Lakini kwa kumalizia na winga, huenda tukategemea kocha akirejea tena na mchezaji yule Celestine Ekua katika eneo la winga ya kushoto, akimuingiza kuja kufanya mambo mazuri zaidi ya yale ambayo aliweza kuyafanya kwenye mchezo uliopita dhidi ya TRA United. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo maoni matatu ili naweze kufahamu na mchezo wangu. Sasa kama unataka kitu, maoni yako ama mtazamo wako, njoo tuambie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.